Mpendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Karibu tena katika darasa huru la Injili DHI linalopatikana katika chaneli yetu, chaneli ya Mwalimu Kimweri TV. Kama hujasubscribe, basi subscribe ili angalau ujumbe huu uweze kuwafikia wengi, kwa sababu ni ujumbe wenye manufaa kwa kanisa. Lakini pia mwisho wa somo hili basi unaruhusiwa kushare, kucomment na kulike, na Mungu akubariki sana. Kabla ya kuendelea na somo la siku ya tano ya leo linalohusu asili ya mwanadamu, basi tushirikiane kuomba. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mkuu, Mungu Baba mkuu wa uzima, tunakuja mbele zako sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi na fursa hii uliotupatia bure. Asante kwa neema yako, asante kwa rehema zako, asante kwa huruma zako, asante kwa uhai, uzima na maisha. Tuko mbele zako tena, tunahitaji kusikiliza neno lako, na tunamwalika Mwalimu Roho Mtakatifu atufundishe, atukumbushe na kutuhekimisha katika neno. Roho Mtakatifu, njoo utawale mioyo yetu, utufungue akili zetu tupate kuelewa na maandiko. Katika jina la Yesu Kristo, utupe na ufunuo wa neno la Mungu. Ondoa kila roho ya mazoea na roho za vizuizi katika nafsi zetu. Katika jina la Yesu, mawazo yanayopinga, mawazo pingamizi yanayopinga kweli yako, tunayakataa na kuyavunja kwa jina la Yesu. Tunaangusha ngome za mawazo na kila kitu kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu. Tunateka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, tufundishe, tuongoze na utupe hekima ili tusisikie tu neno lako, bali tuweze kuishi, tuweze kuliishi. Acha uwepo wako Roho Mtakatifu ujaze mahali hapa na kutubadilisha ndani maisha yetu. Roho Mtakatifu, tunakukabidhi sasa somo na darasa hili, na tunaliacha mikononi mwako. Utufundishe na kutuhekimisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Leo ni siku ya tano, tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema asili ya mwanadamu ndiyo inayoongoza maisha yake. Asili ya mwanadamu ndiyo inayoongoza maisha yake. Tulianza hili somo na leo tunakwenda na kichwa kidogo kinachosema dawa ya dhambi, au dawa ya dhambi ya asili ya wazazi ni Yesu Kristo. Dawa ya dhambi ya asili ya Adamu na asili ya wazazi ni Yesu Kristo. Na tunaongozwa na mstari unaotoka katika Warumi sura ile ya 7 kuanzia mstari ule wa 15. Warumi sura ile ya 7 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo nilitendalo, au ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikitenda lile nisilolipenda, nakiri ile sheria ya kuwa ni njema,
Basi sasa, si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu, ikaayo ndani yangu. Na unajua kwamba mwanadamu anaongozwa kutoka ndani. Kama dhambi ikikaa ndani, ina mamlaka ya kumwongoza mwanadamu. Mstari wa 18, kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Mstari wa 19, kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi mstari wa 20, kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Sio mimi ninayetenda, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Paulo hapa anajaribu kuelezea kwamba kuna yeye nafsi yake, lakini kuna dhambi ikaayo ndani yake. Ile dhambi ikaayo ndani yake yenye asili ya Adamu ina nguvu kuliko yeye. Yeye akiamua kutenda jambo fulani, na dhambi ikaayo ndani yake ikiamua kufanya jambo fulani, ghafla yeye anashindwa kufanya, na matakwa ya dhambi yanafanyika ndani yake. Na tuliona hii tukajifunza. Hali hii iko kwa kila mtu. Sijui kwako wewe ndugu yangu kama umepona, lakini kama ninavyojua kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba hii dhambi ya asili inamwathiri kila mtu isipokuwa aliyeokoka. Inamwathiri kila mtu, hata Mkristo, hata aliyebatizwa. Kama hana Yesu, hii dhambi itamsurubisha. Na ndio maana tunasikia viongozi wakubwa katika kanisa bado ni watenda dhambi, bado ni waasherati. Wana sifa kwamba wanamtumikia Mungu, wamejitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, ni watakatifu, lakini wanazaa mitaani. Wana watoto pamoja na wake zao, lakini hawatosheki, ni wala rushwa. Wengine wamekwenda mbali zaidi, wanatumia hata madawa ya wachawi ili kumtumikia Mungu. Wewe unamtumikia Mungu kwa uchawi? Wewe unamtumikia Mungu kwa matabano? Ni Mungu yupi unayemtumikia? Ipo siku Mungu atakuaibisha. Acha hiyo tabia, haijalishi una cheo gani kanisani. Kama wewe una kiburi, ni tatizo. Ni ile dhambi ikayo ndani yako ndio inayokushurutisha. Inawezekana hata mwenyewe hutaki, ila umeipa upenyo, inakutawala na kukumiliki pamoja na kumtumikia Mungu, kwa sababu dhambi haiogopi wewe una cheo gani, inakugaragaza tu. Dawa yangu ni kumwamini Yesu Kristo kikamilifu, bila unafiki, bila kujionyesha, bila kutaka sifa za watu, kwa sababu watu sasa hivi wanamtumikia Mungu kishabiki, wanamtumikia Mungu kupata sifa. Watu hawasifu kwamba na wao wamo, kwamba nao ni watakatifu kiwango fulani. Hakuna faida kama unamtumikia Mungu na ni mtenda dhambi. Wewe ni wa jehanamu tu, unapoteza muda. Unapokusanya sifa za kibinadamu hazitakusaidia. Paulo anasema utu wa ndani unanigaragaza, dhambi ikao ndani yangu inanigaragaza, kwa sababu kutaka nataka, lakini dhambi ikayo ndani yangu ina nguvu kuliko mimi. Nikiamua kutenda mema mimi, ile dhambi ikiamua kutenda ubaya utashinda. Kwa nini? Yesu alisema katika Mathayo sura ya 8 mstari wa 34 kwamba kila atendaye dhambi ni mtumwa
wa dhambi. Kila anayetenda dhambi ni mtumwa. Maana yake dhambi ikikaa ndani yako inakuwa ni kiongozi, inakuwa ni bwana, wewe unakuwa mtumwa. Bwana ambaye ni dhambi ikayo ndani yako ndio inayokutumikisha cha kufanya, na wewe huwezi ukapinga, kwa sababu dhambi wakati huo ina nguvu kuliko wewe. Na vijana wengi sana ni watumwa wa dhambi. Matajiri wengi sana ni watumwa wa dhambi. Wakristo wengi sana ni watumwa wa dhambi. Wanadini wengi sana wamegaragazwa na dhambi. Hata kama anajua kwamba kuna ukimwi, utalazimishwa. Hata kama unajua ukivuta sigara utaunguza mapafu, hilo hulioni. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Sasa leo tunajifunza kichwa kipya kinachosema dawa ya dhambi hiyo ya asili inayogaragaza watu, na ile ambayo tunairithi kutoka kwa wazazi wetu. Hizo zote zina dawa. Dawa ni Yesu Kristo. Mwanadamu yeyote yule huathiriwa na asili mbili kama tulivyoanza kujifunza tangu mwanzo. Kuna asili dhambi ya Adam ambayo ni sinful nature, asili ya dhambi ya Adam ambayo hii tunazaliwa nayo kama tunavyosoma katika Zaburi ya 51 mstari wa 5 kwamba nalizaliwa katika uovu, katika dhambi, mama mwenyewe alilichukua mimba hatiani. Nilizaliwa katika uovu, mama kule kutungwa mimba kwangu mimi ni katika hatia, ni katika dhambi, ni katika uovu. Nimezaliwa nikiwa na uovu, hata kabla sijajua mema na mabaya. Mimi nilikuwa muovu kwa asili. Unapokuja kuwa mtu mzima, una akili sasa, unajua mema na mabaya, unakuwa na dhambi kipeo cha pili. Unakuwa na dhambi ya asili uliozaliwa nayo, lakini unakuwa na dhambi ya asili kwa kutenda, baada ya kuiga wazazi wako, ndugu, jamaa na majirani kwa ujumla. Kwa hiyo kuna dhambi ya asili ya Adam, sinful nature, lakini kuna dhambi ya matendo ya asili ya wazazi. Ni kweli kabisa kwamba baada ya anguko la Adam pale katika bustani ya Eden, tulipata asili mpya ya dhambi. Alitenda dhambi Adam, lakini tulitenda wote. Adamu ndiye aliyetenda, lakini wakati huo sisi tulikuwa katika viuno vyake, hatujatoka bado. Kwa hiyo alipotenda Adamu, tulitenda sisi wote. Adamu alipolaaniwa, tulilaaniwa wote. Ardhi ililaaniwa kwa ajili. Unaweza ukasema kwa nini atende Adamu halafu tukalaaniwa sisi? Tulikuwa kwenye viuno vya Adamu. Kwa hiyo alipotenda Adamu, tumetenda sisi. Kama unadai unaandamana, mbona ardhi haikutenda dhambi? Lakini aliyetenda dhambi ni Adamu, lakini naambiwa ardhi umelaaniwa kwa ajili ya Adamu. Warumi sura ya 5 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Huu mstari ndio unaoonyesha ukubwa wa dhambi ambayo Adamu aliifanya, ambayo inapatilizwa mpaka kwetu sisi. Ili dhambi ile iliingia kwenye damu ya Adamu, na kila mwanadamu mwenye damu ya Adamu anabeba virusi vya Adamu, anabeba vinasaba vya Adamu vya dhambi ile, anabeba DNA ya dhambi ile ya Adamu. Inatufikia sisi hadi leo. Anasema dhambi iliingia ulimwenguni. Maana yake kuna wakati dhambi haikuwepo ulimwenguni, bali Adamu yeye ndiye aliyefungua lango la kuingiza dhambi ulimwenguni. Na dhambi ilipoingia ikamuita rafiki yake mauti. Dhambi ilifunguliwa mlango na Adamu ikaingia ulimwenguni.
na ulimwengu huo ni moyo wako, ni moyo wangu. Ikaingia ulimwenguni, na ilipoingia ulimwenguni ikamwita rafiki yake mauti. Biblia inasema hapa, mauti akatawala sasa tangu Adamu mpaka sasa. Kumbuka, Adamu aliambiwa usile matunda haya ya ujuzi wa mema na mabaya, kwa sababu siku utakalopokula utakufa hakika. Adamu hakufa kimwili, lakini alikufa rohoni. Ile nguvu ya ndani alikufa, ule uzima ulikufa. Ndio maana Yesu alipokuja akaturudishia uzima. Yesu anapokuja anaturudishia mengi, pamoja na uzima ambao tuliupoteza kwenye bustani ya Edeni. Ndio maana Yesu anasema katika Yohana sura ya 10 mstari wa 10, asema kwamba mwivi huyu haji ili kuiba na kuharibu na kuangamiza. Asema mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa nini anasema tuwe na uzima kisha kuwe nao? Hatukuwa nao kwenye bustani ya Edeni. Tulikuwa na uhai wa mwili, tulikuwa na uzima wa rohoni. Shetani hakutunyang'anya uhai. Ndio maana Adamu alikaa miaka 800 akiwa hai, lakini alikuwa amekufa rohoni. Roho yake ilijitenga na Mungu, roho yake haikuwa na mahusiano na Mungu tena. Ndio maana aliposikia Mungu anakuja bustani kama kawaida, Adamu alikimbia. Hakustahimili kuuona uso wa Mungu kwa sababu ana dhambi, na akajieleza, niliposikia unakuja nimekimbia. Mungu akamwambia, umeanza lini hii tabia ya kunikimbia? Je, umekula tunda ambalo nilikwambia usile? Kwa sababu hayo ndio matokeo yake. Ukila hilo tunda lazima unikimbie. Mungu atusaidie, kwa sababu asili ya dhambi inatenda kazi mpaka sasa ndani yako. Kama huna Yesu, kinachofanya kazi ndani yako ni asili ya Adamu. Ndiyo maana una kiburi, ndiyo maana una jeuri, ndiyo maana unatukana, ndiyo maana hujali watu, ndiyo maana hata kuabudu, ndiyo maana Mungu hana nafasi, ndiyo maana una nyumba ndogo, ndiyo maana ni mchawi. Hayo ni matunda ya dhambi ya asili. Unamhitaji Yesu, ninamhitaji Yesu. Yesu sio dini wala sio mpango wa mchakato wa wajanja. Dini, Ukristo au wokovu ni mpango wa Mungu kumwokoa mwanadamu kutoka kwenye janga la dhambi. Wokovu sio dini mpya. Wokovu ni mpango wa Mungu kukutafuta, kunitafuta. Tofauti na dini. Dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu. Mungu akitupa neema, tutakuja kujifunza tofauti ya dini na wokovu, tofauti ya dini na wokovu, ili usidanganywe mpendwa, ili ujione kama uko kwenye dini. Achana na dini, kwa sababu dini ni watu waliojipangia, wamekaa chini ya kivuli, wakapanga namna ya kumtafuta Mungu, wakatunga nyimbo, wakafanya hiki, wakafanya hiki, wakatengeneza dhehebu waliotengeneza. Hakuna dhehebu la Mungu, mtu asikudanganye. Hakuna dhehebu iliyotoka kwa Mungu. Madhehebu tumejitungia wenyewe hapa duniani, lakini Ukristo ni wa Mungu. Serikali inaweza ikasajili dini, lakini haiwezi kusajili Ukristo, kwa sababu Ukristo ni maisha. Sijui kama tunaelewana. Serikali inaweza ikafuta dhehebu, inaweza ikafuta dhehebu la Kikristo au dhehebu lolote la dini yoyote, lakini hakuna serikali duniani inayoweza ikafuta Ukristo. Ukristo ni lifestyle. Ukristo uko kwenye mioyo ya watu. Ukristo haufutwi. Ukiweza kumfuta Yesu, ukiweza kumfuta Mungu, ndipo unapoweza kuufuta Ukristo. Ndio maana napiga kelele watu waelewe kwamba Ukristo sio dini. Ukristo ni lifestyle, ni maisha ya kila siku anayopaswa kuishi mtu anayemwamini Yesu. Mtu anayemwamini Kristo anaishi Kikristo.
Kwa hiyo Ukristo ni lifestyle baada ya kuupokea wokovu. Wokovu na dini ni vitu viwili tofauti. Mungu atupe neema ili niache kiporo, siku nyingine tuje tujifunze. Sasa hata dhambi hii ya asili ya matendo, dhambi ya asili ya matendo ya wazazi, hii ambayo tumejifunza kipindi kilichopita kwa undani. Kama hujasikia, hebu nenda kwenye clip ile namba 4, utajifunza zaidi hii dhambi inayotokana na kuiga wazazi. Sasa hata hii dhambi ya kuiga na wazazi, dawa yake ni Yesu. Dhambi ya asili ya Adamu, dawa yake ni kumwamini Yesu. Dhambi ya asili ya wazazi na matendo, dawa yake ni kumpata Yesu. Dhambi ya asili ya Adamu ya kuzaliwa inafutika pindi tu unapomwamini Yesu. Ndio maana nasema Yesu alikuja kuondoa dhambi duniani. Ukisoma katika Yohana sura ya 1 mstari wa 29, Yesu amekuja kuichukua dhambi. Dhambi aliyokuja kuichukua ni ipi? Ni ile Adamu. Ndio maana alipokuja kuichukua, aliichukua kabla tujazaliwa. Unapomwamini Yesu unapata ule ukombozi ambao Yesu aliuleta. Inabakia dhambi ile ya matendo ya kila siku, na yenyewe Mungu ameiwekea utaratibu. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 8, wa 9 na wa 10, anasema tukisema kwamba hatuna dhambi tutajidanganya wenyewe. Ni ipi sasa? Hapo utakuwa umeshamwamini Yesu Kristo. Lakini dhambi anayosema hapa ni ile ya matendo, ndiyo inayosemwa hapa. Lakini pia bado dawa ni Yesu Kristo. Ndiye suluhisho kamili la dhambi ya mwanadamu. Kwa kifo na kufufuka kwake, Yesu Kristo alitoa ukombozi dhidi ya dhambi, hukumu ya dhambi na utumwa wake. Hatutumikishwi tena na dhambi. Ukishaokoka na kupokea uokovu wa Kristo Yesu, wewe si mtumwa tena wa dhambi, hutumikishwi na dhambi. Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 18, neno la Mungu linasema, nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, hapo anavitaja, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Mstari wa 19, bali mlikombolewa kwa damu ya thamani, precious blood, precious blood, precious blood of Jesus Christ. Mlikombolewa kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani Kristo. Tulikombolewa si kwa dhahabu wala kwa shaba wala kwa almasi wala kwa tanzanite. Hatukukombolewa na vitu viharibikavyo. Tulikombolewa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo, the precious blood of Jesus Christ, the Son of living God, ndiyo iliyotukomboa. Hatukukombolewa na vitu dhaifu, mpendwa. Tulikombolewa kwa damu inenayo mema kuliko damu ya Habili. Damu ya Yesu ndiyo iliyonikomboa mimi. Damu ya Yesu ndiyo iliyokukomboa wewe. Ukimwamini Yesu unanunuliwa kwa damu ya Yesu. Maana kukombolewa ni kitu ambacho kiliuzwa. Katika bustani ya Edeni, Adamu alituuza kwa shetani bei poa. Yesu anapokufa msalabani, anaitoa damu yake, anatukomboa kwa damu, kuturudisha katika himaya ya Mungu. Ndiyo maana Kristo anaambiwa aokoke, azaliwe mara ya pili, sawasawa
na Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 3 hadi wa 7 anaeleza pale namna ya kuzaliwa mara ya pili, na Yesu anasema dhahiri kabisa, usipozaliwa mara ya pili huwezi ukauona ufalme wa mbinguni. Hata kama unasali, usipozaliwa mara ya pili huwezi ukaona ufalme wa mbinguni. Hata kama umebatizwa, usipozaliwa mara ya pili huwezi uona ufalme wa mbinguni. Hata kama unasali sala ya Mariamu, hata kama unasali Sabato, ndugu yangu, huwezi ukafika mbinguni kama ukikataa kuzaliwa mara ya pili. Ndiyo maana katika maisha haya Yesu ni wa muhimu sana 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 kuliko dini. Yesu ni wa muhimu sana sana kuliko dhehebu lolote, hata la kwangu halifai. Kwa sababu gani? Hakuna dhehebu lililokufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Ni Yesu peke yake aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Kwa nini? Hakuna dini yoyote iliyokufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, isipokuwa ni Yesu Kristo peke yake aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Kwa hiyo Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, nikimpa dhambi zangu ananipokea, maana alisema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anaahidi kukupumzisha dhambi zako, kuchukua mizigo yako ya dhambi. Mahali pengine kwenye Biblia, kwenye Zaburi, Biblia inasema, onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema. Onja wokovu, ndugu yangu, uone wema wa Mungu, uone utamu wa Ukristo. Ni tofauti na Ukristo wa jina, ni tofauti na Ukristo huu wa madhehebu, Ukristo wa mapokeo. Mpate Yesu original katika moyo wako, hutajuta. Pamoja na utajiri wako, okoka ndugu, utaenjoy zaidi. Pamoja na ujana wako, okoka ndugu yangu. Usiseme ngoja nile ujana. Ujana utakukula wewe. Chelewa utamkuta mwana si wako. Sasa Yesu ndiye mpango kamili. Ngoja nikupe utabiri mmojawapo wa Yesu Kristo katika Isaya sura ya 61 mstari ule wa kwanza. Isaya sura ya 61 mstari ule wa kwanza na wa pili. Neno nzuri sana. Anasema hivi, Isaya 61 mstari wa kwanza na wa pili. Yesu anasema, Roho wa Mungu, wa Bwana Mungu ijuu yangu. Kwa nini? Kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Mstari wa pili, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Bwana cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Yesu kaja kwa ajili ya kazi hizi, na alipokuja katika Luka ananukuu huu mstari, Luka sura ya 4 ananukuu huu mstari. Yesu kaingia hekaluni kule Nazareti, akasoma huu mstari kwamba roho ya Bwana Mungu ijuu yangu. Kwa nini? Mimi ni Masihi, nimepakwa mafuta kuwa Masihi. Halafu anataja zile kazi, ili niwahubiri habari njema wanyenyekevu. Na mimi naungana na Yesu kuhubiri habari njema kwamba pamoja na dhambi ulizo nazo, yuko Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Kazi yako ni kumwamini. Kazi yako ni kumwamini, ni kutubu, ni kumpa dhambi. Kutubu tafsiri yake ni kumpa Yesu dhambi zako, naye anazipokea na kukuweka huru. Huu mstari unatoa majukumu kwamba kuwatangazia mateka uhuru wao. Kila mtenda dhambi ni mateka. Yupo Yesu kupitia neno lake
kupitia watumishi wake anakutangazia wewe mateka wa dhambi habari ya kufunguliwa kwako, kwamba yuko Yesu ambaye amekufa msalabani kwa ajili yako ili akutoe kwenye vifungo vya dhambi ya asili ya Adamu. Yuko Yesu ambaye anakutangazia kwamba ulitekwa ukawa mtumwa wa dhambi, dhambi ya wazazi, dhambi ya uchawi ambayo umeiga kwa wazazi wako, na ulevi wa pombe na bangi ambao umeiga katika makundi. Yuko Yesu wa kukuokoa leo. Hakuna haja ya kupoteza muda. Yuko Yesu anakuita wewe unayesikia sauti, ndio inayoongea nawe, na hizo dhambi zinazokushinda unazozing'ang'ania sio wewe. Na mimi namkemea huyo shetani ndani yako anayekushinikiza usizioche hizo dhambi ili uzione nzuri na zinakuangamiza. Kwa jina la Yesu, funguka kijana, funguka mtoto wangu, funguka baba, funguka mama, kwa jina la Yesu uwe mzima. Pokea neema ya Kristo. Funguka moyo wako, funguka mwili wako, funguka roho yako, mpokee Yesu. Fungua mlango wa moyo wako, maana Yesu anabisha katika mlango wa moyo wako. Anataka aingie ndani yako, akuzae mara ya pili. Anataka kuingia ndani yako, akufanye kuwa kiumbe kipya. Anataka kuingia ndani yako ili aweze kukupa DNA mpya, vinasaba vya Kristo. Yesu ndiye Bwana, ndiye dawa ya dhambi za asili, sinful, dawa ya sinful nature, dawa ya dhambi ya Adamu ni Yesu. Dhambi ya asili ilianza kupitia Adamu, nikukumbushe, na kwa sababu ya kuanguka kwake Adamu, wanadamu wote walizaliwa na asili ya dhambi hiyo, na hakuna sabuni inayoweza kuosha hiyo dhambi ya Adamu. Haipo. Hakuna dawa, hakuna mwarobaini unaoweza ukafuta hii dhambi ya Adamu. Hakuna damu ya kondoo, hakuna damu ya mbuzi, wala damu ya mwanadamu iwezayo kufuta dhambi hii tuliyoipata kutoka kwa Adamu, isipokuwa ni damu ya Yesu. Katika Isaya sura ya 6 Mungu anauliza, ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kuwaokoa, yaani kutuokoa sisi? Yesu akasema, nitume mimi. Ukisoma katika Ufunuo sura ya 5, Yohana aliyeandika Ufunuo akasema, ikatokea sauti kwamba ni nani atakaye kwenda kuzivunja zile muhuri za kile kitabu chenye mashtaka ya dhambi zetu, kilichogongwa mihuri 7 ndani na nje kwa ajili ya hukumu yetu. Biblia inasema katika Ufunuo sura ya 5 kuanzia mstari wa 1, anasema lile swali lilivyoulizwa, kukawa kimya mbinguni, wala hakuna kiumbe yeyote aliyekuwa na uwezo wa kukitazama kile kitabu chenye mashtaka yetu, chenye mashtaka ya hukumu yako. Biblia inasema kwamba Yohana akaanza kulia alipoona kwamba hakuna anayeweza kujitokeza kwenda kuzivunja zile muhuri, kwa sababu dhambi ya kumwangamiza mwanadamu shetani aliitengeneza kwa ustadi mkubwa kiasi kwamba mwanadamu ilikuwa tupotee milele. Biblia inasema kwamba Yohana akaanza kulia. Ghafla akamwona mwanaume mmoja mwenye makovu katika miguu na mikono na ubavuni na taji ya miba, makovu ya taji ya miba, amesimama. Biblia inasema kwamba akakisimama. Malaika akamwambia, Yohana, usilie, kwa sababu simba wa kabila la Yuda ameshinda, naye amemnunulia Mungu watu wa kila kabila pamoja na la kwangu na lugha na jamaa na taifa, na Watanzania tukiwemo. Akawafanya kuwa makuhani wa Mungu wetu, wamiliki juu ya nchi, wafalume, makuhani wa Mungu wetu, nao wamiliki juu ya nchi. Yupo Yesu
simba wa kabila ya Yuda. Mungu amemwandaa kwa mpango madhubuti ya kukukomboa, kukutoa dhambini. Wewe kijana, hukuumbwa ili ufanye dhambi, wala ujana tafsiri yake sio dhambi, kutenda dhambi, wala kutenda dhambi sio ujanja, ni kujiua, ni kujiharibu. Kuna raha zaidi ya kutenda dhambi. Wasiotenda dhambi wana raha kubwa kuliko kutenda dhambi. Kutenda dhambi sio ujanja. Kama unaona ni ujanja, ni uongo wa shetani. Njoo kwa Yesu, onjeni muone vijana ya kuwa Bwana ni mwema. Mimi mwenyewe nilionja, niliokoka nikiwa kijana, sijajuta mpaka leo. Nataka kuzeeka na Yesu na Injili, na napata fursa hii kuwaeleza vijana wa zamani, vijana wa sasa na vijana wajao kwamba onjeni muone kwamba Yesu ni mwema. Njoni kwa Yesu, hakuna majuto. Lakini kwenye dhambi huko, ndugu yangu, kuna magonjwa ya kila rangi, kuna masimango ya kila rangi, kuna mauaji ya kila rangi. Unataka mauaji ya namna gani? Dumu kwenye dhambi uone. Kwa nini? Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa mauti yanapowakuta wenye dhambi, mnashangaa nini wakati ndio malipo? Mshahara wa dhambi ni mauti. Kama hutaki kufa, njoo kwa Yesu, mwamini Yesu leo. Njoo kwa Yesu leo, naye anakutangazia habari njema kwamba Yesu anaokoa. Warumi sura ya 5 mstari wa 12, kwamba hivyo mauti ikawafikia wanadamu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Katika Warumi sura ya 5 mstari wa 18, neno la Mungu linasema hivi: basi tena kwa kosa la mmoja watu wote walihukumiwa adhabu. Kwa kosa la mmoja, kwa kosa la mmoja Adamu, watu wote pamoja na mimi na wewe, akiwemo askofu, mchungaji, wazee wa kanisa, wenye viti wa jumuiya, wote mpaka sisi wa ngazi ya chini kabisa tuko kwenye adhabu. Ndiyo maana kuna kuokoka. Kuokoka ni kunusurika na adhabu hii ya dhambi ya asili. Watu wasema hakuna kuokoka bwana, hakuna kuokoka. Kwa sasa kuokoka, Ukristo una maana gani sasa? Wewe unayekataa kuokoka, Yesu alifuata nini kama sio kutafuta na kuokoa kilichopotea? Kama hutaki kuokoka, baki na upagani wako huo wa Kikristo, lakini usiwafundishe watu kwamba hakuna kuokoka. Unajitengenezea hukumu kubwa, unakuwa wewe ni mpinga Kristo. Nikwambie ukweli, kila anayesema hakuna kuokoka ni mpinga Kristo, hata kama ni askofu, ni mpinga Kristo hata kama ni mwenyekiti wa jumuiya, ni mpinga Kristo hata kama una cheo gani duniani, kwa sababu Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Tulipotea katika bustani ya Edeni, tuliuzwa katika bustani ya Edeni, katika dhambi ile ya Edeni. Yesu amekuja kama Adamu wa pili, hapo unasema hakuna kuokoka, hakuna kuokoka. Karagabaho, kuokoka kupo hata upinge. Kuokoka, Yesu yupo na kuokoka kupo. Yesu yupo na anaokoa, na waliookoka wapo. Kama hawapo, mimi nipo. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Unajua, imefika mahali tumeuchezea sana Ukristo. Lazima tuseme ukweli, lazima tukemee, na watumishi wa Mungu wapo na wanashiriki. Hivi hujawahi kusikia wanasema injili ya siku hizi bana, injili ya kisasa bana, injili ya siku hizi ya kisasa, usiwaambie watu waache dhambi maana kanisani hawatakuja. Tunasema sasa sisi ambao hatutegemei sadaka, Yesu mnaogopa kusema kwa sababu Wakristo wataondoka, sadaka zitapungua. Sisi ambao tutegemei sadaka tunaibukia huku, tunasema
na tutasema, na usije ukafikiri kwamba tunalopoka. Tumesoma neno la Mungu na Roho Mtakatifu tunayo, na elimu ya Biblia tunayo pia. Usije ukafikiri tunalopoka ukasema huyu anarukaruka tu kwa sababu hajajua, hajasoma, hajui theology. Theology imejaa hapa na Roho Mtakatifu yupo. Kwa hiyo usitie mashaka, usije ukafikiri na kurupuka. Roho Mtakatifu yupo na theology ipo. Yesu ni Bwana, anaokoa na anataka kuokoa wote, bila kujali mamlaka yako, bila kujali madaraka yako, kwa sababu thamani yako ni kwa sababu una uhai huo Mungu aliyokupa. Ukinyang'anywa, ndugu yangu, fahari yako ni bure, unatupwa futi 6 hapa, bila huruma, bila nguo, bila gari zako, bila vyeo unatuachia huku tunagombea. Sasa kuna faida gani upate hasara ya nafsi yako, ukapata dunia yote hii, ukapata sifa zote, ukapata pesa zote dunia hii ziwe za kwako? Haya, tukwambie sasa, wanawake wote wazuri ni wa kwako. Kuna dini moja inasema wakifika mbinguni watapewa mahurulaini 70. Haya, Mungu atusaidie. Yesu ni Bwana, Yesu anaokoa. Sasa Adamu alileta dhambi, Adamu wa kwanza, lakini yuko Adamu wa pili ambaye alikuja kuondoa dhambi. Katika mstari wa 19, Warumi sura ya 5 mstari wa 19, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja, huyo Adamu, watu wengi wakaingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja, Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Hiyo ni kanuni, ni formula, imebalance. Adamu mmoja aliingiza dhambi ulimwenguni na wote wana ulimwengu wakahesabiwa dhambi, lakini akaja Adamu wa pili, Yesu Kristo, akatii. Kwa utii wa mmoja, watu wengi wanaomwamini wanapokea uzima. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba dawa ya dhambi imepatikana. Dhambi aliyoingiza Adamu alishindwa kuitoa, bali Adamu wa pili, Yesu Kristo, kama mpango kamili wa Mungu, yeye kaja kuiondoa hiyo dhambi ulimwenguni. Sasa nataka tujifunze mambo kadhaa hapa, kama 10 hivi au 9. Jambo la kwanza ambalo nataka kulikimbiza hapa ni kwamba Yesu ndiye dawa ya dhambi ya asili kama tulivyoona. Jambo la pili, Yesu alikuja kuondoa dhambi ulimwenguni. Yaani ukisema Yesu, hili jina lina maana yake. Ukisoma katika Mathayo sura ya 1 kuanzia mstari wa 18 na kuendelea, Mariamu anaambiwa, nawe utazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu. Maana yake ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yesu tafsiri yake ni mwokozi wa dhambi za wanadamu. Ukikataa hakuna kuokoka, maana yake Yesu siyo Yesu kwa maana ya Biblia, lakini Yesu ni Yesu kwa maana ya Biblia, kwamba ni mwokozi wa wanadamu na dhambi zao. Yesu ni mwokozi wa kuwaokoa wanadamu na dhambi zao. Ukristo umezama katika imani ya Kristo anayeokoa wanadamu na dhambi zao. Una dhambi ndugu yangu, Yesu hiyo dhambi kwake ni dili. Yaani Yesu akikuona una dhambi anakukimbilia. Kwa nini?
Dhambi zako kwa Yesu ni dili, ndiyo kazi iliyomleta. Biblia inasema katika Wafilipi sura ya 2 kwamba aliacha enzi na mamlaka na hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali aliamua kuvaa ubinadamu, akashuka kwa wanadamu, na watu walipomwona kwamba anafanana na wanadamu, wanadamu wakamdharau, na wanadamu walipomdharau Yesu akajinyenyekesha, akawa mtii, naam, akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Yesu alinyenyekea, alishuka mpaka kwenye sakafu ya unyenyekevu. Sakafu ya unyenyekevu ni Yesu peke yake anayeweza akashuka kutoka kwenye ngazi ya kuwa Mungu mpaka kuwa mwanadamu, mpaka kuja duniani, naam, akanyenyekea mpaka kwenye sakafu ya unyenyekevu ambayo ni mauti, naam, mauti ya msalaba, ambayo alitoa hiyo mauti kwa ajili ya dhambi zako, kwa ajili ya dhambi zangu. Kwa nini nisiokoke? Kwa nini nisiokoke? Kwa nini? Mungu anakushangaa, Yesu anakushangaa. Njoo kwa Yesu ndugu yangu. Yesu kaje kwa ajili ya hilo, hakuleta dini. Mimi niko kwenye dini ya Kristo, kaagabaho. Ukristo sio dini. Ukristo ni maisha baada ya kubadilishwa. Biblia inasema katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13, anasema naye alituokoa kutoka kwenye nguvu za giza, huyo Yesu, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Huku tunikohamishiwa tunayetakiwa kuishi Kikristo, sio kipagani. Kipagani ni huku kwenye dini huku. Ukishaingia katika Kristo ukamwamini, unahamishwa ndugu yangu, na unaingizwa kwenye chumba maalum kinachoitwa wokovu, chumba maalum kinachoitwa ulokole, chumba maalum kinachoitwa Ukristo. Katika chumba hiki huruhusiwi kuishi kipagani. Ukijiita Mkristo, tunakutegemea uishi Kikristo. Hello Toningo, are you there my dear? Hello. Bwana Yesu asifiwe. Tumehamia huku. Ukristo ni kuhamia huku. Ukristo lazima kuwe na mabadiliko. Nimewahi kujifunza vipindi vyo. Yaani Mkristo asipokuwa na mabadiliko sio Mkristo, ni mpagani anayejisingizia kwamba ni Mkristo kabisa. Black and white. Ukinichukia sawa, huo ndio ukweli. Kwa sababu Ukristo, kama wewe ni Mkristo na unaishi kama mpagani na wewe mko sawa, mnagombania waganga wa kienyeji, mnauza na kufanya biashara na madawa ya wachawi. Ulishaukana Ukristo siku nyingi, na wewe unabaa. Hata kama ni mzee wa kanisa, wasiokuambia ukweli wanakuibia tu sana hela zako. Heri ukae nyumbani tu ule hela zako. Unatoka asubuhi kuwahi kanisani, lakini wewe mwenyewe ni mdhambi, hutaki kutubu. Una vimada kibao kila mtaa una kimada. Waganga wa kienyeji wanapishana nyumbani kwako, huku unajiita mzee wa kanisa. Uzee wa kanisa sio cheo, ni maisha ya kitumishi kwenye level fulani. Kama wewe ni muuza pombe na ni mzee wa kanisa, warudishie wenyewe uzee wa kanisa. Waambia nimejifunza neno, nimegundua namchezea Mungu. Acha. Ni heri ukae na shetani wako huko na ushetani wa matendo hayo, uendelee huko, kuliko kuingia kwenye utakatifu wa Mungu halafu umevaa ngozi ya kondoo, ndani ni mbwa mwitu. Unajidai kukesha kanisani, madhabahuni, kumbe ni mchawi. Unawanga, unawazuga watu kwa kunena kwa lugha.
Aliyekwambia Ukristo ni kunena kwa lugha tu ni nani? Aliyekwambia Ukristo ni kwenda kanisani tu ni nani? Ukristo ni mabadiliko. Halo. Kwa hiyo jambo la pili, Yesu alikuja kuondoa dhambi. Yesu alikuja kuondoa dhambi ulimwenguni. Tunasoma andiko kutoka Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 29. Tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kumbuka, Adamu wa kwanza aliingiza dhambi ulimwenguni katika Warumi sura ya 5 mstari wa 12. Katika Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 29 anasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ulimwengu. Anaichukua, anaiondoa dhambi isikae tena ulimwenguni, ili ulimwengu urudie hali yake ya awali ya kutokuwa na dhambi kabla ya Adamu kuingiza dhambi ulimwenguni. Adamu wa pili anaitoa dhambi ulimwenguni. Adamu wa kwanza aliingiza dhambi ya ulimwenguni, akasababisha tukawa na DNA za dhambi. Adamu wa pili, Yesu wa Kristo, sawasawa na Yohana sura ya 1 mstari wa 29, anaitoa dhambi ulimwenguni. Ili dhambi yako itolewe ndani yako ni kumwamini tu Yesu Kristo, ni kuokoka. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 na wa 14, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mstari wa 14, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Tuna ukombozi katika Yesu Kristo, tuna ukombozi, kukombolewa, redeemed. Tunakombolewa, tuliuzwa, tukawekwa rehani na shetani. Yesu kaja kaka yetu, anatulipia fidia. Biblia inasema kwamba Yesu amekuja ili awe fidia ya wengi. Fidia gani? Ni ukombozi kwa ajili ya dau ambalo liliwekwa kuwa watumwa wa dhambi. Yesu anatulipia hiyo dhambi. Yesu anatukomboa hiyo dhambi. Mungu atusaidie sana. Kuna wimbo hapa nitaka niimbe kidogo, tenzi namba 77, uone ukombozi wetu. Wakristo watu wa ajabu sana, vitabu vimeokoka kuliko wao. Yaani vitabu vyao vya nyimbo vinaimba matumaini juu ya Yesu kuliko matumaini yaliyoko ndani ya viongozi na wanaoimba na kuitikia kila Jumapili. Yaani nyimbo zimeokoka kuliko Wakristo. Sikiliza wimbo mmoja wapo hapa. Tenzi namba 77. Hapa. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliona uponzi, aliponikoa mpenzi, mwana wa Mungu. Ngoja tuanze. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, aliponikoa mpenzi, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, Yesu Mwokozi wangu mimi, alipookoa mpenzi, mwana wa Mungu. Unaona hapa inatupa sifa ya wazi kabisa kwamba Yesu
yeye ni Mwokozi wetu. Lakini kuna wimbo mwingine, tenzi namba 25, tenzi namba 25, anasema hivi: nimekombolewa na Yesu, ndiye nirehemia, kwa bei ya mauti ya, nimekuwa mtoto wake, kombolewa, kombolewa, na kombolewa kwa damu ya Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli, kukombolewa na furaha kuliko lugha kutamka, kuliko neno. Nimekuwa mtoto wake, kombolewa, kombolewa, na kombolewa kwa damu ya Yesu, kombolewa. Ni mwana wake kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunazo nyimbo nyingi sana. Kwa ajili ya muda, ngoja tuishie hapo. Lakini jambo la tatu, Yesu ametukomboa na kututoa katika mwenendo tuliourithi kutoka kwa wazazi. Tunasoma andiko hilo kutoka Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kutoka kwa baba zenu. Mstari wa 19, bali mlikombolewa kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi tulikombolewa si kwa kwa vitu vinavyoharibika. Halafu anataja vitu vya thamani kweli kweli, kwamba hatukukombolewa sisi kwa shaba au kwa dhahabu, bali tulikombolewa sisi kwa damu ya thamani. Katika tenzi namba 87 anasema hivi: deni yangu ya dhambi Yesu alilipa, kwake msalabani nilipewa uzima. Korasi inasema hivi: deni ya dhambi msalabani ilimalizika, ni huru kabisa. Wimbo unaimbwa hivi: deni yangu Yesu amelipa, kwake msalabani nilipewa uzima. Deni ya dhambi msalabani ilimalizikia, ni huru kabisa. Deni yangu ya dhambi Yesu amelipa, kwake msalabani nilipewa uzima. Deni ya dhambi msalabani ilimalizikia, ni huru kabisa. Naweza nisiwe fundi sana wa kuimba, lakini lengo langu nataka uone ukombozi tulioupata.
ukombozi tulioupata. Katika dakika hizi za mwisho zilizobakia, nilikuwa nachungulia hapa, zimebakia dakika chache sana. Namba 4, Yesu hufanya viumbe vipya. Kwa kutuokoa anatufanya kuwa viumbe wapya. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 anasema, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. 5, Yesu hutupa asili mpya. Kitendo cha Yesu kuja duniani, anaondoa asili ya Adamu, anaondoa asili ya wazazi na anatupa asili mpya. Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 4 nasema tena, kwa hiyo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia za uungu, mkiokolewa na udhaifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Jambo la 6, Yesu anaona sheria ya Roho wa uzima hushinda sheria ya dhambi. Yesu anapokuja duniani anaondoa ndani yetu sheria ya dhambi na anaweka ndani yetu sheria mpya inayoitwa sheria ya Roho. Warumi sura ya 8 mstari wa 1, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa nini? Mstari wa 2, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi. Jambo la 7, Yesu alizivunja kazi za Ibilisi, kwa sababu ni kimbelembele cha shetani kutubambikizia dhambi kupitia Adamu. Sasa Yesu kaja kuzivunja kazi za Ibilisi. Yohana wa 1 sura ya 3 mstari wa 8, wa 9 na wa 10. Jambo la 5 la 8, damu ya Yesu husafisha dhambi. Waebrania husafisha dhamiri husafishwa kwa damu ya Yesu. Waebrania sura ya 9 mstari wa 14. Jambo la 9, Yesu alituokoa kutoka katika laana ya torati. Yesu alikuja kutuokoa kutoka katika laana. Hatuna laana tena. Mtu aliyeokoka hana laana, na hata ukimlaani halaaniki. Huwezi ukamlaani aliyebarikiwa. Aliyeokoka kabarikiwa, ana baraka ndani yake. Sasa kuna watu wanafundisha mafundisho ya sheria, wanasema wanaondoa laana. Unaiondoa, unaitoa wapi? Unaweza wapi? Laana ilishaondolewa kwa kifo cha msalabani. Biblia inasema amelaaniwa kila aliyeangikwa msalabani. Yesu aliangikwa msalabani bila dhambi, alichukua dhambi zetu zikamponza, akaangikwa msalabani. Kwa kitendo cha Yesu kufa msalabani, amechukua dhambi za ulimwengu na laana zake na mapatilizo. Hakuna laana tena yenye nguvu. 10 na mwisho, ushindi wa mwisho uko ndani ya Yesu Kristo. Ushindi wetu wanadamu uko ndani ya Yesu Kristo, hauko kwa mtume wala nabii wala mchungaji wala mwalimu wala mwinjilisi. Ushindi wetu uko kwa Yesu Kristo, uko katika damu ya Yesu, uko katika jina la Yesu. Hauko kwenye dini, hauko kwenye dhehebu lolote, hayuko kwenye kiongozi yoyote. Maana sasa hivi Wakristo wa sasa hivi wanaabudu sana wanadamu, wanawatukuza wanaowahudumia, na hii ni dhambi. Na wewe mtumishi wa Mungu ambaye wanadamu wanakupa utukufu wa Mungu na wewe unapokea, ole! Yesu anaokoa na anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na dhambi. Yesu anaahidi kukupumzisha.
Na Yesu sio tapeli, Yesu sio mwongo. Ukija kwa Yesu atakuokoa kweli. Yesu anasema katika Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akiisikia sauti na kufungua mlango, nitaingia. Yesu anasubiri usikie sauti yake na maonyo haya, ili kwa hiari yako ufungue mlango wa moyo wako ili yeye aingie. Ni kazi yake kukubadilisha, wala hutaigiza kujibadilisha. Yeye mwenyewe atakubadilisha. Ashukuriwe Mungu. Pamoja na dhambi zilizopo duniani, yupo Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi. Kazi yako ni kumwamini. Kazi yako ni kutubu na kumpa Yesu maisha yako, kukiri kwamba wewe ni mwenye dhambi na kuziacha hizo dhambi. Kutubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha. Na kama umeguswa na neno hili, hebu fuatisha sala hii. Fanya ni sala yako. Mwambie Bwana Yesu kutoka ndani kabisa. Weka mkono wako wa kushoto katika kifua chako na mkono wa kulia nyanyua juu. Sema, Bwana Yesu, nimegundua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nakuja mbele zako kwa damu yako, kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza na kunena na kutenda na kwa kutonitimiza ya kunipasayo na kukuamini wewe. Naomba unisamehe. Futa dhambi zangu, nifute jina langu katika kitabu cha hukumu na uniandike jina langu katika kitabu cha uzima. Mimi nimeokoka na kuamini. Mimi nimekuamini Yesu na kuokoka. Nipe Roho Mtakatifu anitakase moyo wangu, roho yangu na nafsi yangu na mwili wangu, niwe kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Katika jina la Yesu ninaokoka na kuamini. Amen. Roho Mtakatifu awe ndani yako, awe juu yako. Pokea nguvu na uvuvio wa Roho Mtakatifu. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako. Mungu akutie nguvu na akutangulie katika safari hii mpya. Katika jina la Yesu, Mungu akubariki. Amen.